Karibu tena msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi. Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe sehemu ya 6. Anayetupa kisa hiki ni mwanadada anayefahamika kwa jina la Neema na msimuliaji ni mimi Faraja Simkwai. Simulizi hii ni ya kisa cha kweli. Wanakuambia usibishe kama hayajakukuta. Ukumbuke kuwa majina na mahali ambayo yametumika katika simulizi hii si majina halisi bali ni ya kufikirika tu. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Neema pamoja na yule binti mdogo Aisha walifanikiwa kuvutwa na kimbunga mpaka sehemu moja ambapo ilionekana ni kwa mganga wa tiba asilia. Na mganga yule alionyesha juhudi za dhati kabisa za kutaka kumwokoa Neema pamoja na yule binti. Lakini wakati mganga yule yuko katika harakati za kumwokoa Neema ili arudi katika hali ya kawaida, awe anaonekana kama mtu wa kawaida, ndipo wale watu wabaya ambao walimteka Neema kwa mazingira ya kutetenisha ndipo walipotokea na kumshawishi yule mganga kwamba asikubali kumwacha Neema kurudi kwa wazazi wake, bali aseme kiasi chochote kile na amrudishe Neema katika mikono yao. Neema aliomba sana ili yule mganga asije akaingiwa na tamaa, lakini bahati haikuwa kwa upande wa Neema, kwani mganga yule alishawishiwa na yale maneno matamu kutoka kwa wale watu wabaya ambao walikuwa wanamhitaji bado Neema ili wakamalizie kazi yao. Na ndipo mganga yule alipowabadilikia wazazi wa Neema akiwa pamoja na rafiki yake wa kiume ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Hamisi. Mganga kaambiwa kwamba aondoke, kwani kazi yao ilikuwa ni ngumu sana kiasi kwamba alishindwa kutimiza kwa wakati huo. Lakini wakati wazazi wa Neema wanaondoka ndipo simu ya babake Neema ilipoita, na alipopokea ilikuwa ni simu kutoka kwa kakake. Ndipo kakake akamuuliza kwamba naongea na Mhando. Babake Neema akajibu ndio. Hapo ndipo sehemu ya 5 tulipoishia. Basi tuendelee na simulizi yetu huku Neema akiwa anaendelea kutueleza. Neema anasema baba alishika simu kwa mshangao. Sauti ya upande wa pili iliendelea kuongea. Sauti ile ilisikika ikisema naongea na Mhando. Baba akajibu ndio, mimi ndio Mhando. Mbona unauliza hivyo? Yule aliyekuwa upande wa pili akasema, yani mdogo wangu, nimekuwa nikikupigia simu mara nyingi lakini ulikuwa upatikani. Hebu sikia, kwani wewe uko wapi? Baba akajibu, nakusikia kaka, niambie kuna tatizo. Kisha yule kakake babangu akasema sikiliza ndugu yangu, hivi mnaweza mkafika huku kesho asubuhi? Yaani hata kama unaweza kufika siku ya leo, ufike nyumbani mara moja. Kuna kitu cha muhimu sana ambacho tunahitaji tuzungumze mimi na wewe. Neema anasema baba akajibu, akasema ndio, tunaweza kufika. Yule kakake baba akamwambia, akasema basi kama mnaweza kufika, basi msichelewe. Ikiwezekana ondokeni muda huu. Neema anasema baada ya mazungumzo yale, baba, mama na Hamisi basi waliondoka pamoja kwa haraka. Wakati huo yule mzee ambaye ni mganga tiba asili aliyekuwa akitusaidia alikuwa bado yuko pale. Alikuwa amesikia kila kitu ambacho baba alikuwa akizungumza na ndugu yake. Mimi na Aisha tulibaki pale kimya. Lakini ghafla yule kiongozi wa wale watu waliokuwa wakinifuatilia alitokea tena. Alimfuata yule mzee na kumwambia, akasema haya sasa, nafikiri umefanya kazi vizuri. Sasa naomba unisaidie kuwatoa hapa ili niende nao. Na kila ninapojaribu kuwavuta naona nashindwa. Sijui ni ulinzi gani ambao umewekea. Neema anasema yule mzee alimtazama yule mtu kwa utulivu, kisha akamjibu. Akasema wewe usinifanye mimi ni mtoto mdogo. Hizi dili nimezifanya mara nyingi sana. Najua namna ya kuanza na najua namna ya kumaliza. Na uwezo ukachukua hawa watu bila kunilipa. Yule mtu akauliza, unataka kiasi gani kwanza? Yule mzee akasema ulisema wewe mwenyewe kwa kinywa chako kwamba utanipa kiasi chochote nitakachokutajia. Mimi nataka 8,000,000. Yule mtu alishtuka, akasema 8,000,000? Wewe mzee, hiyo ni pesa nyingi sana. Hii ni kazi ndogo tu. Wewe umetusaidia tu kuwasogeza hapa. Ila sisi kazi nzima tulifanya sisi. Yule mzee akamwangalia yule mtu kwa ukali, akasema unasemaje wewe? Yaani unaona hii kazi ninayofanya ni rahisi, si ndio? Simple tu unaichukulia. Au unataka kuidharau kazi yangu? Unataka nikuonyeshe nguvu niliyokuwa nayo, si ndio? Naweza nikakufanya kitu ambacho hata mwenyewe ukashindwa kuonekana, ukaa kama hao watu ambao unawataka. Yule mtu akasema bwana, haya mambo yanazungumzika. Mimi sijakudharau, lakini kiwango ni kikubwa sana.
Wengine huwa hawadai pesa kama hizo bwana. Afu sisi ujue sisi ni ndugu. Tunaweza tukafanya kazi hizi kwa ushirikiano na ikawa ni kazi endelevu. Hebu punguza dau bwana. Yule mzee akajibu. Akasema, wewe kijana nisikilize. Umesema huo unafanya kazi na wengine. Na nikukumbushe tu kwamba mimi sio hao wengine. Mimi ni mimi na hao wengine ni wengine. Toa pesa, uwezi ondoka hapa. Nisije nikakubadilikia sasa hivi. Na nikukumbushe tu kitu kimoja kwamba kila mtu anajua thamani ya kazi yake. Usiniambie namna kunipangia malipo yangu. Nipe kiasi cha shilingi milioni 8. Yule mtu akajaribu kushusha bei. Akasema, mzee, tusifike mbali basi. Chukua milioni 2 tu. Ndio kiasi cha pesa ambacho sisi tunacho. Yule mzee akacheka kidogo kisha akasema, kijana, hivi unajua waliokuja hapa waliniachia kiasi gani? Yaani unamaanisha wazazi au binti walinipa kiasi gani? Yaani hawa watu walikuwa tayari kunipa pesa kubwa baada ya kazi yao kukamilika. Yaani pesa kubwa zaidi ya hiyo milioni 8 ambayo nakutajia. Alafu wewe unataka nichukue kiasi kidogo wakati kazi hii imekuwa kubwa kuliko nilivyotarajia. Unaumwa wewe? Kama uwezi kulipa hicho kiasi nilichokupa, haya ondoka sasa hivi. Yule mtu akasema, mzee, lakini wale watu tayari wameshaondoka na tayari wao wameshawaambia kwamba kazi yao ni ngumu, uwezi kukamilisha kwa sasa, hawezi kurudi tena. Utapeleka wapi hawa watu? Yule mzee akajibu akasema, kwa hiyo ulitaka unibadilikie baada ya wazazi wake kuondoka, uje uniambie maneno yako hayo kwa kunishusha bei kidogo kwa sababu unajua hawezi kurudi tena, si ndio? Sasa nikwambie, hawa watu hawatoki hapa mpaka makubaliano yote yatakapokamilika. Usipokuja na kiasi cha shilingi milioni 8, si watoi hawa watu. Neema anasema majibizano yalikuwa ni makali sana. Na niliposikia hivyo kwamba yule mzee amesema hawezi kututoa mpaka wale watu wawe na kiasi cha shilingi milioni 8 na wale watu walikuwa na kiasi cha shilingi milioni 2 tu, nikajua kwamba huenda kuna njia nyingine ambayo inataka kufunguka. Kiukweli nisiwe muongo, nilijisikia nafuu kidogo. Nikajisemea moyoni, nikasema asante Mungu, huenda bado kuna njia ya kuokoka. Neema anasema nilijua kama ningechukulia kwa awamu nyingine tena, huenda nisingepata nafasi nyingine tena ya kuwatoroka. Basi yule kiongozi wao aliondoka huko akiwa amekasirika. Na baada ya hapo yule mzee alitutoa pale na kutuingiza ndani ya nyumba yake. Yule mzee alitupeleka kwenye chumba maalum ambacho hakikuwa na vitu vingi. Chumba kile kilikuwa kimya. Yule mzee alitutengea chakula. Kilikuwa ni nyama ya mbuzi, ambaye mbuzi huyo alitumika katika shughuli zake za awali. Basi tulikula chakula kile. Ingawa hali ilikuwa ni ajabu, lakini tulikuwa na njaa kubwa sana. Tusingeweza kubagua kile chakula. Aisha alikuwa hawezi kuongea kwa sauti, lakini aliendelea kuwasiliana na mimi kwa kuandika chini. Basi Neema anasema tulikaa pale siku kadhaa, takriban kama siku 5 hivi zilipita. Siku ya 6 mambo yalibadilika ghafla. Asubuhi kulianza na hali ya kawaida tu, lakini muda ulivyozidi kupita, upepo mkali ulianza kuvuma. Mawingu mazito yakaanza kufunika anga, mvua kubwa ikaanza kunyesha. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba mvua ile ilikuwa kama imeishia kwenye eneo la nyumba yule mzee tu. Sehemu nyingine kulikuwa kukavu kabisa, kulikuwa mna mvua. Ghafla mchana ukawa kama usiku. Giza likatawala. Yule mzee alianza kubadilika. Alionekana kuwa ni mtu mwenye hofu. Alikuwa akiingia ndani na kutoka kwenye chumba chetu mara kwa mara. Na upepo ulipozidi, mti mkubwa uliokuwa karibu na nyumba yake ukaanguka kwa kishindo kikubwa sana. Yule mzee akaanza kufanya mambo yake kwa ajili ya kujilinda, lakini upepo haukupungua. Mvua iliendelea kunyesha kubwa. Paa la nyumba lilianza kutikisika kana kwamba lilitaka kung'olewa. Ndipo nikamsikia yule mzee akisema kwa hofu, akisema, watu wameenda kwa kina nani tena? Inaonekana huyu mtu aliyemtafuta ana nguvu kubwa sana kuliko mimi. Neema anasema mimi nilimshika Aisha kwa nguvu zangu zote, naye Aisha akanikumbatia. Tulijua huenda kuna jambo ambalo lingeweza kutokea. Hatukupaswa kuachana. Basi upepo ulizidi kuwa mkali. Kisha radi zilianza kupiga. Radi 3 mfululizo zilisikika kwa nguvu. Mwanga wake uliingia mpaka ndani ya nyumba. Ilikuwa ni kama umeme mkubwa umepasua anga. Mara radi nyingine kubwa zaidi ikapiga. Kisha ghafla kila kitu kikabadilika. Mimi na Aisha tulijikuta sehemu nyingine kabisa yani. Tulikuwa tumetoka pale nyumbani kwa yule mzee. Tulikuwa tumefika eneo lenye mto mkubwa. Maji yalikuwa yakitiririka kwa nguvu. Tulisimama pembeni ya mto huku tukishangaa. Na baada ya muda mfupi tu tukasikia sauti ya mtu akituita. Kulikuwa na mzee mwingine upande wa pili. Basi
tulielekea kwake kana kwamba nguvu fulani hivi ilikuwa inatuvuta. Neema anasema yule mzee alitumia tawi la mti mkavu kutusaidia kuvuka. Akatutoa kwenye maji na kutuweka salama pembeni. Nilipoangalia vizuri, niliona familia yangu. Mama yangu alikuwepo, babangu alikuwepo, pia kulikuwa na babangu mkubwa ambaye ni kakake babangu, lakini Hamisi sikuweza kumuona. Familia yangu ilikuwa pale, lakini bado hawakuweza kutuona. Yule mzee akasema, ndugu zangu, ndugu yenu amefika, lakini hajaja peke yake, yuko na mtu mwingine. Mama yangu alipiga magoti, akaanza kulia, akasema, tafadhali mzee, naomba utusaidie, tunataka mtoto wetu arudi. Yule mzee akamtazama mama kwa makini, kisha akasema, bahati nzuri mtoto wenu bado ana uwezo wa kuongea. Kilichompata akijamaliza kabisa njia yake ya kurudi. Neema anasema, nilisimama pale huku nikilia. Kwa mara nyingine nilikuwa karibu na mama yangu, lakini bado nilikuwa nasubiri kuona kama safari hii ningeweza kurudi kweli. Basi bado Neema anaendelea kutueleza kisa ambacho kilimtokea katika safari ya maisha yake. Ukumbuke kwamba hii ni sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe. Basi Neema anaendelea kueleza. Neema anasema yule mzee aliyekuwa akitusaidia alimtazama mamangu kwa makini, kisha akasema, mama, bahati nzuri mtoto wenu bado anaweza kuwasiliana, hajapoteza kila kitu. Kuna mambo ambayo bado hayajakamilika na atarudi, lakini lazima muwe makini sana. Ombeni Mungu kusiwe na vikwazo vingine. Kisha yule mzee akaendelea akasema, ili zoezi letu likamilishe, kwanza kabisa lazima tujenge ulinzi kuzunguka eneo hili. Hii si safari rahisi tena. Kuna watu ambao hawataki jambo hili litokee na wanaweza kujaribu kuzuia kurudi kwake. Neema anasema maneno ya yule mzee yalifanya familia yangu wote wakae kimya. Ilikuwa kama vita ambayo haikuonekana kwa macho ya kawaida. Yule mzee alitupulizia dawa fulani hivi, kisha tukaanza safari. Hatukupita njia za kawaida, tulipita sehemu za vichakani na maporini, sehemu ambazo watu wengi wasingeweza kupita kiurahisi. Basi baada ya muda mrefu wa kutembea, hatimaye tulifika kwenye eneo lake. Watu wengine waliokuwa wameandamana naye walikuwa tayari pale. Basi yule mzee alituchukua na kutupeleka sehemu yenye kichuguu kikubwa ambacho kilionekana kuwa kimetulia kabisa bila wadudu wala viumbe wengine. Mimi na Aisha tulikalishwa pale tukiwa tumeegamiana mgongo kwa mgongo. Yule mzee akaanza kufanya taratibu zake. Yule mzee alizunguka eneo lote huku akimwaga dawa kila upande. Ghafla niliona kitu cha ajabu sana. Kulionekana kama ukuta mkubwa wa mviringo uliotuzunguka. Ulikuwa kama duara kubwa au tufe hivi. Tulikuwa ndani yake, lakini bado tuliweza kuona kila kitu kilichokuwa nje. Cha kushangaza zaidi ni kwamba upande wa nje wa lile duara ulionekana kama kuna moto mkubwa unaowaka. Ilikuwa kama nyumba, miti na kila kitu kilichozunguka kilikuwa ndani ya eneo hilo la ajabu. Neema anasema sikuwa nimewahi kuona kitu kama kile maishani mwangu. Yule mzee alileta njiwa mweupe kabisa. Pia akaleta mnyama mwingine mweupe. Baada hapo akaendelea na taratibu zake. Mkaa mwingi uliletwa na kuwashwa. Moto mkubwa ukawaka. Ulikuwa ni moto mkali kiasi kwamba joto lake lilihisiwa kwa mbali. Dawa mbalimbali zilimwaga juu ya moto ule. Moshi mzito ukaanza kutanda. Yule mzee alituonyesha kwa ishara tuzunguke ule moto. Mama, baba na wengine nao walifanya vivyo hivyo. Tulizunguka huku yeye akiendelea kusema maneno ambayo sikuyafahamu. Sikujua ilikuwa ni lugha gani, lakini mara ghafla moto ule ukazima, ukaa kimya kabisa. Baada ya hapo yule mzee alianza kutuosha kwa kile alichokuwa amekiandaa, na alipomaliza alikaa kimya kwa muda. Kisha akasema ndugu zangu, sasa hatua inayofuata ni kufika mahali ambapo mwili wake ulihifadhiwa. Baba yangu akauliza kwa mshangao. Akasema, unamaanisha tukafukue kaburi? Yule mzee akatikisa kichwa. Akasema, hapana, hatutafukua chochote kile, lakini lazima nifike pale ili nikakamilisha kazi yangu. Basi baba akakubali. Muda huo babangu mkubwa alifika na gari. Basi tukaondoka pamoja. Ukumbuke kwamba mambo yote hayo ambayo yanaendelea ni yule mzee tu ambaye anatuona, lakini wazazi wangu hawatuoni, ila sisi tulikuwa tunaona kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Basi usiku ukaingia tukiwa njiani, na baada ya safari ndefu, siku iliyofuata tulifika nyumbani. Baba alimpeleka yule mzee mpaka eneo la kaburi langu. Mimi nilikuwa nyuma yao.
Mpaka wakati huo yule mzee pekee aliyekuwa na uwezo wa kuniona, na alipofika kwenye kaburi langu alitoa fimbo nyeusi akaigonga chini mara 3. Ghafla ardhi ile ilianza kutikisika kidogo. Ilikuwa kama kuna kitu kilikuwa kinaitikia kutoka chini. Basi baada ya muda mfupi yule mzee akasema twendeni, kazi hapa tayari imeshakamilika. Basi Neema anasema tulirudi nyumbani. Na mzee alipoingia uwanjani alianza kumwaga dawa kila kona. Kisha akachimba shimo katikati ya eneo la nyumba yetu. Akaweka kitu kilichofungwa ndani ya chombo maalum, na baada hapo yule mzee akasema haya, washa gari turudi. Na hakuna mtu aliyepumzika. Wote kwa pamoja tulirudi tena kwake usiku huo huo. Asubuhi iliyofuata yule mzee alimuita babangu pembeni. Yule mzee akamwambia, hivi kijana, utaki kujua ni sababu zipi zilizosababisha haya yote yatokee kwa binti yako? Babangu alijibu bila kusita. Akasema, ndiyo mzee, nataka kujua. Kwa nini haya yote yametokea? Na ni nani alifanya kitu hichi? Yule mzee akauliza tena, unataka kujua sababu iliyomfanya mtu huyo afanye hivi? Baba akasema, ndiyo, nataka kujua kila kitu. Yule mzee akauliza, ukishamjua huyo mtu utamfanya nini? Babangu akasema, kwanza nataka ukweli, baada hapo nitajua hatua inayofuata. Yule mzee akasema, sawa, haina shida. Nitakuonyesha yeye ni nani aliyefanya tukio hili, watu anaoshirikiana nao, na alipo kwa wakati huu, na kitu anachojaribu kukifanya. Pia nitakuonyesha sababu iliyomfanya afanye hivi. Baba na mama wakakubali, lakini yule mzee akasema kwanza lazima tukamilishe kazi hii, alafu mengine atafuata. Basi yule mzee akaendelea na taratibu zake. Aliwasha moto mdogo wa mkaa, akatumia dawa mbalimbali huku akilitaja jina langu. Yule mzee aliendelea kupuliza dawa huku na kule. Mimi nilikuwa nikitazama tu. Hata mimi nilianza kuogopa kwa sababu ya mambo niliyokuwa nikiyaona. Baada ya muda mrefu yule mzee akamaliza, kisha akasema ya sasa nendeni mkampumzike, muda umeenda sana. Mama akauliza kwa wasiwasi, akasema lakini Neema bado hajarudi. Yule mzee akasema mama tulia, usiofu, wewe nenda tu kalale. Basi wote wakaingia kupumzika. Usiku ule yule mzee aliendelea kufanya mambo yake. Na ndipo muda ule ule nilijisi kwamba siku ambayo nilikuwa nimepoteza maisha yangu hospitali uliwadia. Yaani ni kama muda ulikuwa umerudi nyuma. Nilianza kuhisi mabadiliko mwilini mwangu. Nilihisi mwili wangu kama unaanza kurudi. Nilianza kuona mwanga tofauti. Mara nikaanza kupiga kelele. Nikasema, mama, nisaidieni mama, mimi sijafa. Nahisi baridi sana mama. Cha kushangaza, mama yangu alisikia sauti hiyo kutoka ndani. Mama yangu akaamka kwa haraka. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 6 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe. Neema bado ana mengi ya kutaka kutuambia. Ni kipi ambacho kilitokea katika safari yake? Je, mzee huyu atafanikiwa kumtoa na kumrudisha katika hali yake ya kawaida, au ni kitu kipi ambacho kitafuata? Ili kwa jua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Msimuliaji ni mimi, Faraja Simkwai. Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe.